Na mpenzi mtazamaji na mwanafamilia wa Jicho la Utume, karibu tena leo katika kipindi cha Jicho katika Kitabu, katika mfululizo wa masomo yetu ya kuishi kwa imani, tukiangazia kitabu hiki cha kuishi kwa imani. Na leo tuko katika somo lile la 7 ambalo linasema neno likaalo ndani. Na tuombe. Baba mwema, Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa wakati huu. Mimi na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu tuko hapa kwa ajili ya kusikia nini unasema nasi, kwa ajili ya mafanikio ya maisha yetu ya kimwili na ya kiroho. Tujalie neema yako, upendo wako katufunike kwa jina la Yesu. Amina. Na mpenzi mtazamaji, katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 na ile ya 16 yapo maneno ambayo kama tutayaelewa tutatatua matatizo mengi sana ya Wakristo wengi. Kristo wengi tutatatua matatizo mengi sana kupitia fungu hili. Anasema mtumishi wa Mungu Paulo kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu, maana hakuna neno ambalo halijaandikwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Kolosai 3 fungu la 16. Ikieleweka kwa usahihi, aya hii hutatua tatizo la maisha ya Kristo. Kwa hiyo hebu tutumie dakika chache kuangalia jambo hili. Hakuna shaka kuwa kuna nguvu katika neno la Mungu kupitia kitabu chochote kile. Iwe ni Mathayo, iwe ni Mwanzo, iwe ni Kutoka, iwe ni Kumbukumbu la Torati, iwe ni Ufunuo, iwe ni Marko. Katika kitabu chochote kile, katika neno la Mungu kuna nguvu. Kuna nguvu. Bwana kupitia nabii Yeremia anawakemea manabii wa uongo ambao huongea maneno yao wenyewe badala ya maneno ya Mungu. Nabii Yeremia anasema, makapi ni kitu gani kuliko ngano? Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana. Na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Ni Yeremia 23 fungu la 28 na 29. Ni kemeo kwa manabii ambao walikuwa wanatumia maneno yao badala ya kutumia neno la Mungu. Ninajua hata leo wapo manabii ambao wanatumia maneno yao badala ya kutumia neno la Mungu. Neno lililowekwa moyoni mwako hukulinda dhidi ya dhambi. Ulinzi wa dhambi ni neno la Mungu lilo katika moyo wako. Zaburi sura ya 119 fungu la 11, mtumishi wa Mungu Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Kumbe unapoliweka neno moyoni, dhambi inapoteza mvuto. Mwili wako unakuwa sio sumaku tena kwa dhambi, kwamba unaivuta dhambi au unavutwa na dhambi. Kwa hiyo unapoacha kuliweka neno la Mungu moyoni, maana yake wewe unakuwa sumaku kwa dhambi na dhambi inakuwa sumaku kwako, mnavutana. Sasa mvuto huo unaweza tu kuvunjwa kwa neno la Mungu. Ni kweli bila neno la Mungu hakuna maisha. Huo ndio ukweli. Na kama utalichukia neno la Mungu, maana yake dhambi itakuwa kwako ni kama chakula. Itakuwa kwako kama chakula. Na kuhusu mwenye haki tunasoma, kwa sababu inayomfanya asiteleze. Mwenye haki, sababu ipi inayomfanya asiteleze? Ni kwa kuwa sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake. Hiki ndicho kinachomfanya mwenye haki asiteleze, maana sheria ya Mungu iko moyoni mwake. Zaburi 37 fungu la 31. Daudi pia anasema katika Zaburi ya 17 fungu la 4,
Kwa neno la midomo yako nimejiepusha na njia za wenye jeuri. Kwa neno la midomo yako nimejiepusha na njia za wenye jeuri. Kwa hiyo kwa neno la Mungu unaweza ukajiepusha na njia za wenye jeuri, watu wenye viburi, wanaokushawishi kufanya mambo yasiyo na maana. Wanakushawishi usengenye watu, wanakushawishi uloge watu, wanakushawishi usingizie watu, wanakushawishi udhulumu watu. Wewe ni mfanyakazi katika ofisi ya serikali, wanakushawishi watumishi waovu kwamba uingie katika dhambi ya dhuluma, dhambi ya rushwa. Neno la Mungu linapokaa katika moyo wako, midomo ya Mungu inapokuwa ikisema na wewe kwa njia ya neno la Mungu, hakika unajiepusha na njia za wenye jeuri. Haleluya. Neno la Bwana ni mbegu ambayo kwayo unazaliwa upya. Mtume Petro anasema, mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Basi jitahidini kupendana kwa moyo, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, yani kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumuro hata milele. Hii ni Petro wa kwanza sura ya kwanza aya ya 22 na 23. Kumbe unapolipokea neno la Mungu moyoni mwako, unazaliwa kwa hilo neno. Unazaliwa. Hata upendo utakaoonyesha kwa wenzako, hata upendo utakaoonyesha kwa ndugu zako, upendo utakaoonyesha kwa wafanyakazi wenzako, upendo utakaoonyesha kwa wale unaowaongoza, wewe kama ni kiongozi, unakuwa ni upendo wa kindugu, unakuwa ni upendo wa kweli. Unapokuwa wa Kristo, unazaliwa upya kwa roho, na neno la Mungu ni mbegu ambayo kwayo unakuzwa na kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Haleluya. Neno lina nguvu ya kuleta uhai. Neno lenyewe linahuisha, ni hai na lina nguvu. Na mtunga Zaburi anaomba kuhuishwa, kufanywa hai kulingana na neno, na kisha anasema, hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu, ya kwamba ahadi yako imenihuisha. Zaburi ya 119 fungu la 25 na lile fungu la 50. Ahadi ya Mungu inaweza ikahuisha matumaini yako. Hata wewe hapo unayenisikiliza, umekata tamaa juu ya jambo fulani, unaona biashara yako haiendi, kila unachoweka unapata hasara, lakini neno la Mungu linazungumza kuhusu wewe ya kwamba usikate tamaa. Usikate tamaa. Neno la Mungu utakuta linakwambia hivi. Katika kitabu cha Luka sura ya 18 aya ya kwanza anasema, imewapasa kumwomba Mungu bila kukata tamaa. Sasa unakataje tamaa? Wewe uliyekata tamaa unasema maombi yako hayajibiwi. Kumbuka Mungu anajibu kwa wakati wake. Katika kitabu cha Yohana 14:14, lolote muombalo kwa jina langu nitalifanya. Kwa hiyo dumu kushikilia imani yako, iendelee kuwa katika Mungu. Naamini ahadi za neno lake. Yesu alisema hili waziwazi katika Yohana 6 fungu la 63. Alisema, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyoambia ni roho tena
ni uzima. Haleluya. Hii inaonyesha kuwa nguvu ya Roho wa Mungu hukaa ndani ya neno la Mungu. Nguvu ya Roho wa Mungu hukaa katika neno la Mungu. Ni kweli umeomba juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu, lakini unalichukia neno la Mungu, hauwezi kufanikiwa chochote katika jambo hilo. Utafunga mara 365 na robo kama kalenda ya dunia ilivyo, lakini hautapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, maana unalichukia neno. Hilo ndio tatizo lako. Unaomba upate Roho Mtakatifu, lakini haupati kwa sababu unachukia neno lake. Hii inaonyesha kuwa nguvu ya Roho wa Mungu hukaa ndani ya neno la Mungu. Soma neno la Mungu, utapata nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa kutambua kuwa neno la Mungu ni mbegu ambayo kwa hiyo unazaliwa na kuwa kiumbe kipya, na kwamba kwa kuliweka moyoni mwako linakuweka mbali na dhambi, unaweza sasa kuelewa kwa urahisi aya hii ya Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9 inaposema, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Ni rahisi sana. Katika neno kuna nguvu ya kimbingu ambayo inaweza kuyabadilisha mawazo yako na kukufanya uwe kiumbe kipya, uliyeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kwa kweli, neno linaweza tu kufanya hivi ikiwa utalipokea kwa imani ya unyenyekevu. Neno kama utalipokea kwa imani ya unyenyekevu, linaweza kufanya mapinduzi ambayo watu watashangaa. Watasema, mbona huyu alikuwa ni mbea, leo imekuwaje? Na wewe sasa usijizifu. Sema, ni kwa neno la Bwana. Maana neno linaweza kuhuisha. Kuna changamoto unazipitia katika maisha yako kwa sababu tu neno la Mungu umeliweka pembeni. Laiti ungelichukua na kulisoma neno la Mungu, ungeliweza kutatua matatizo yako mengi sana. Sasa wewe unaomba tu. Yaani wewe ni kuomba na kufunga, lakini neno usomi. Ukiomba tu na kufunga alafu neno usomi, unakuwa omba. Ni sawa na mtoto ambaye akifika kwa baba yake, yeye ni kuomba tu. Baba, nipe kalamu, anapewa. Nipe pesa ya nikanunue rula, anapewa. Nipe pesa nikanunue daftari, anapewa. Lakini baba yake akitaka aseme naye, anasema, sina muda babangu, sina muda. Ndivyo watu wengi leo wanavyoishi. Wanatamani baraka za Mungu, ila hawataki maneno ya Mungu. Wanatamani wakiomba wapewe, ila hawataki kumsikiliza huyo anayewapa. Ukitaka kufanikiwa katika maisha yako, ukitaka maombi yako yajibiwe, Roho Mtakatifu akae ndani ya moyo wako, hakikisha unaketi kumsikiliza Mungu akisema nawe katika neno lake. Kama huna Biblia, itafute na utenge muda wa kujifunza. Ikiwa ni kwenye familia, jifunze neno, lakini upate muda wa faraga, wewe na Mungu ukitafakari ahadi zake.
Kwa kweli neno linaweza tu kufanya hivi ikiwa utalipokea kwa imani ya unyenyekevu, lakini neno halipotezi nguvu yake yoyote. Endapo roho yako ambayo imezaliwa upya italitunza neno hilo takatifu na lenye nguvu ambalo kwa hilo ulizaliwa, neno hilo litakufanya kuwa kiumbe mpya daima. Kama utaendelea kulitunza katika moyo wako, utazaliwa upya. Litaendelea kukuimarisha na utaendelea kuwa kiumbe kipya. Haleluya. Neno lina uwezo wa kuhifadhi kama lilivyo na uwezo wa kuumba. Kwa hiyo neno lina uwezo wa kuhifadhi kama lilivyo na uwezo wa kuumba. Neno lina uwezo wa kuumba, lakini pia lina uwezo wa kukuhifadhi, kukutunza. Unapolisoma linakuimarisha, linakutunza usiingie katika njia za ibilisi. Linakurudisha kwenye njia unapolisoma kila siku asubuhi na jioni. Unaposoma kila wakati, unakuta linakurudisha kwenye njia ya Mungu. Mwili ukitaka kwenda hivi, linakurudisha na kukumbusha. Yesu ambaye ndiye mfano wetu mkuu ametupatia kielelezo kuhusu jambo hili. Alipojaribiwa katika kila kitu na mwovu, jibu lake pekee lilikuwa imeandikwa. Hili ndio lilikuwa jibu la Yesu. Majaribu yote aliyopitia aliyashinda kwa imeandikwa. Aliyashinda kwa imeandikwa. Likifuatiwa na aya ya maandiko matakatifu ambayo yaliendana kabisa na jaribu. Yesu alikuwa na nukuu akisema imeandikwa. Na akishasema imeandikwa, maana yake inayofuata hapo ni aya ya maandiko matakatifu. Shetani alipoenda kwa Yesu, wote tunasoma Biblia. Ikiwa unataka kusimama imara, ni lazima ufanye vivyo hivyo kama Yesu alivyofanya, kwa kulifanya neno kuwa kiongozi wake. Hakuna njia nyingine tunayoweza kujiepusha na njia ya wenye jeuri. Mfano mzuri mtumishi wa Mungu Daudi ametupatia, anasema, kwa neno la midomo yako nimejiepusha na njia za wenye jeuri. Sauti ya mbinguni ikizungumza kuhusu kutupwa chini kwa mshtaki wa ndugu zetu inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Funuo sura ya 12 fungu la 11. Neno la ushuhuda wao ni neno la Mungu ambalo mtunga Zaburi analifurahia. Hili neno la ushuhuda linalozungumzwa hapa ni neno la Mungu ambalo mtunga Zaburi analifurahia sana neno hili. Wakamshinda shetani kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la Mungu. Hili linaweza kufanyika tu ukiwa na neno la Mungu ndani yako. Ushindi unapatikana tu pale ambapo una neno la Mungu ndani ya moyo wako. Roho wa Mungu hutolewa ili kukukumbusha ukweli wakati wa majaribu. Lakini kama hujajifunza ukweli huo, basi hutaweza kuukumbuka. Majaribu yanapofika, yanapokukabili majaribu, Roho Mtakatifu hukukumbusha kila ambacho umejifunza katika neno la Mungu. Lakini kama haujajifunza, atakukumbusha nini? Hilo ni swali la kutafakari. Ni kweli unatamani kushinda majaribu, lakini ushindi wowote unakuja kwa neno la Mungu. Sasa
unawezaje kushinda wakati moyoni mwako hakuna neno? Roho Mtakatifu unataka akukumbushe nini? Akukumbushe nini? Soma neno la Mungu ili Roho Mtakatifu akukumbushe kile ambacho umejifunza na kikusaidie kushinda. Lakini ikiwa umeliweka neno moyoni mwako, wakati unapojaribiwa, Roho atakukumbusha. Ikiwa umeliweka neno moyoni mwako, wakati majaribu yanapokuja, Roho atakukumbusha. Atakukumbusha neno lile ambalo litamkwamisha shetani, litamkwamisha mjaribu. Kila Mkristo anaweza kushuhudia nguvu ya neno katika nyakati hizo. Wakati unapokuwa unaelekea kujipongeza mwenyewe kwa baadhi ya mambo uliyofanya, baadhi ya mafanikio halisi au yale ya kufikirika, maneno haya ni kizuizi chenye nguvu sana. Kama unaenda labda kujisifu, unataka kujisifu, utakutana na maneno ya Mungu. Kama umeyasoma, utakutana nayo tu, utakumbushwa. Maana ni nani atakayepambanua na mwingine? Nawe una nini usichopokea? Lakini iwapo ulipokea, wajisifia nini kana kwamba hukupokea? Wakorintho wa kwanza 4 fungu la 7. Kwa hiyo ukiona mtu maana yake anajisifu, hana hiki kitu. Roho Mtakatifu anapowekwa kwako, Roho Mtakatifu anapokuwa kwenye maisha yako, ana lengo la kukusaidia, akusaidie kukukumbusha. Kwa wale wanaojisifu na kujinua, maneno haya yatakumbushwa kwetu. Kama ulipokea, una nini cha kujisifia? Badala yake sifu utazipeleka kwa Mungu aliyekupatia. Au wakati mawazo ya uchungu na ukali yanaposhindana ndani yako ili yakutawale, kuna nguvu kubwa sana ya kuzima dhoruba za hisia hizo iliyopo katika maneno ya Mungu, kama yanavyosema, upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Hii ni Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 4 na la 5. Unapokuwa umekasirishwa kupita kiwango cha uvumilivu, karipio la upole, mtumishi wa Bwana hapaswi kushindana, bali awe mpole kwa watu wote. Neno hili litakusaidia sana kukufanya kuwa mtulivu. Ongezea katika hili wingi wa ahadi kuu za thamani ambazo huleta ushindi kwa nafsi yako kwa kadri unavyozishikilia kwa imani. Maelfu ya Wakristo, jamani, ni maelfu ya Wakristo, maelfu sio makumi. Maelfu ya Wakristo wenye umri mkubwa wanaweza kushuhudia juu ya nguvu ya kimuujiza iliyomo kwenye baadhi ya maneno rahisi ya maandiko matakatifu. Maneno rahisi tu ya maandiko matakatifu. Je, nguvu hiyo inatoka wapi? Jibu linapatikana katika maneno ya Kristo. Maneno niliyowaambia ni roho na uzima. Simple. Je, yana roho ipi? Roho ya Kristo. Hivyo nguvu ya roho imo ndani ya neno. Kwa hakika Kristo mwenyewe ukaa ndani ya neno, kwa kuwa yeye ndiye neno. Je, unaweza kuelewa siri ya uvuvio? Ikiwa tu utaweza kuelewa siri ya Yesu kufanyika mwili, basi utaweza kuelewa na siri ya uvuvio wa neno la Mungu. Kwa kuwa yote ni sawa. Neno lilifanyika mwili. Hatuwezi kuelewa jinsi Kristo alivyoweza kuwa utimilifu wote wa uungu, wakati huo huo akawa kitu
kilicho katika umbo la utumishi, mwenye kupatwa na madhaifu yote ya mwili, upatwao na mauti. Wala hatuwezi kuelewa jinsi gani Biblia iliweza kuandikwa na wanadamu wanaoanguka dhambini na kupatwa na mauti, huku ikionyesha upekee wa kila mwandishi, na bado ikabakia kuwa neno la Mungu lililo safi na lisilogoshiwa. Lakini kwa hakika ni kweli kuwa nguvu iliyomo ndani ya neno lililofanyika mwili ndiyo nguvu iliyomo kwenye neno ambalo mitume na manabii wameliandika kwa ajili yetu. Hiyo ndio nguvu. Haleluya. Sasa unaweza kuanza kutambua nguvu iliyomo ndani ya neno. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Zaburi 33 fungu la 6. Kristo ambaye kupitia yeye ulimwengu ulifanyika, anaushikilia kwa uweza wa neno lake. Waebrania 1 fungu la 3. Nguvu ikaayo ndani ya maneno yaliyovuviwa ni nguvu inayoweza kuumba ulimwengu kwa kutamka, na inaweza kushikilia mahali pake. Hakika inafaa sana kwamba utumie muda wako kulisoma neno na kulitafakari. Yaani kwa neno hili tunaojifunza, Mungu alitamka tu, ulimwengu ukafanyika. Kwa kufanya hivi unamuingiza Kristo ndani ya moyo wako. Katika Yohana 15 Bwana anakusihi kukaa ndani yake na umruhusu akae ndani yako. Kisha katika mafungu machache yanayofuata anazungumza kuhusu wewe kukaa ndani yake na neno lake likae ndani yako. Yohana sura ya 15 ukisoma aya ya 4 na ya 7. Kristo hukaa ndani ya moyo wako kwa njia ya neno lake, kwa maana Paulo anasema kwamba Kristo atakaa ndani yako kwa imani. Waefeso sura ya 3 mstari wa 17. Na imani, wapendwa, chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Warumi 10 fungu la 17. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kunakuja kwa neno la Kristo, neno la Mungu. Imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu, sio kutazama mpira wa miguu, sio kutazama bongo movie. Imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu, sio kushinda kwenye vijiwe, sio kwenye mabishano. Imani chanzo chake ni kusikia neno la Kristo, sio maneno ya wanadamu, ni kusikia neno la Mungu. Watu wengi wanatamani kwa dhati kwamba Kristo aingie na kukaa ndani ya mioyo yao, na wanadhani kwamba sababu inayomzuia asifanye hivyo ni kwa kuwa wao si wema sana, na bila mafanikio wanajitahidi kuwa wema. Wanajitahidi kuwa wema sana ili Kristo aweze kuingia ndani ya mioyo yao. Wanasahau kuwa Kristo huja moyoni mwako si kwa sababu moyo hauna dhambi, bali ili aweze kukuondolea dhambi. Wengi wanafikiria hiki kitu, kwamba labda kwa sababu mimi ni mwenye dhambi ndio maana Yesu haingii ndani yangu. Yesu anaingia ndani yako ndipo anapokuondolea hiyo dhambi. Maana wengi wanaweza wakafikiria kwamba labda kwa sababu mimi si mwema sana, kwa hiyo nipambane kwanza niwe mwema, halafu ndipo Yesu aingie ndani ya moyo wangu. Hapana. Unawezaje kupambana wewe kuwa mwema wakati huna uwezo wa kujifanya kuwa mwema? Mkaribishe Yesu aingie ndani ya moyo wako. Yeye ndiye anayeweza kukufanya kuwa mwema. Unajiuliza uanze lini? Anza sasa hivi. Mwambie Yesu, ingia moyoni mwangu. Ingia moyoni mwangu ili unitakase niwe safi.
Usisubiri ujitakase wewe. Huna uwezo wa kujitakasa. Sabuni pekee ya kuitumia kujitakasa ni Yesu Kristo. Sasa bila Yesu unajitakasaje? Ruhusu aingie ndani ili ashughulike na madhaifu yako, nawe utakuwa safi katika moyo wako. Utakapokuwa umeliweka neno moyoni mwako, ukalitafakari mchana na usiku, na kuliamini kwa imani kama mtoto, ndipo utakuwa na Kristo akikaa moyoni mwako kwa imani, na utashuhudia uweza wake mkuu wa uumbaji. Imani inayotakiwa kwa Yesu ni imani kama ilivyo ya mtoto mdogo. Unaweza ukawa ni mzazi, utanielewa vizuri nikisema maneno haya. Mtoto ana imani kubwa sana kwako, kiwa ni mama au ni baba. Hata kama kuna jambo kubwa la kutisha, ila mtoto anapokuwa na baba au na mama, anakuwa na imani kwamba hakuna chochote kinachoweza kunitikisa. Hata kama simba anakuja yule pale, ila mtoto anapofika kwa baba imani yake inashikilia. Anaamini baba hakuna kinachomshinda. Sasa imani hiyo hiyo Mungu anaitamani tuwe nayo kwake. Imani kama ya mtoto mchanga, imani kama ya mtoto mdogo, imani isiyo na mashaka kwa Mungu, kwamba hata hatari kubwa inapotokea tumtumainie yeye, maana ana uwezo. Yeye anatembea juu ya hatari zote. Kama yeye anatembea juu ya hatari, na wewe utatembea juu ya hatari. Ni kweli utaziona, lakini kwa kuwa Mungu yuko na wewe, basi atasimama upande wako. Je, wazo hili halitii moyo? Linatia moyo sana wazo hili. Unapomwendea Mungu kwa ombi la faragha, na Roho anapokukumbusha ahadi za thamani au onyo linalohitajika, je, haitii moyo kujua kuwa kadiri unavyozikubali ahadi na maonyo, Kristo huingia moyoni mwako kwa nguvu ile ile iliyoumba ulimwengu kutoka kwenye ukiwa? Je, hiyo haiongezei neno ukuu wa hadhi mpya? Ndio maana Daudi kamwe hakuchoka kutamka sifa za neno. Hebu wazo kwamba Mungu ni neno liwe kichocheo kipya kwako kupata nguvu kwa kazi yako, kwa kutumia muda zaidi kujilisha kutoka kwenye chanzo cha nguvu ya kimbingu. Haleluya! Tumia muda wako mwingi kujilisha neno la Mungu. Shida yako natumia muda mwingi kwenye vitu vya kidunia. Katika neno kuna ahadi, katika neno kuna maonyo. Utakutana na ahadi, utakutana na maonyo. Maonyo lengo lake ni kukuelimisha, kukuelekeza, kwambia usipite njia hii, pita hii. Mwanangu, njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba, hairuhusu ulevi. Ukitii maelekezo hayo utaacha ulevi. Hairuhusu uzinzi, utatii maelekezo hayo. Njia nyembamba hairuhusu uzinzi, ndio maana nyembamba. Jitahidi kupitia katika njia hiyo mwanangu, jitahidi sana mwanangu. Njia nyembamba hairuhusu bangi, hairuhusu sigara. Hakuna ulevi unaoruhusiwa katika njia nyembamba. Ndio maana ni njia nyembamba, lakini ndio iendayo uzimani. Unajiuliza, nitawezaje kupita katika njia hiyo nyembamba? Yupo Yesu anayeweza kukuwezesha kupita katika njia hiyo nyembamba na kukupatia ushindi. Kwa nini usimpokee leo? Na nguvu hii imezungumzwa katika neno lake. Imezungumzwa katika neno lake.
muda wako mwingi tumia kujifunza neno. Tafuta muda ujifunze neno. Simaanishi ujifunze neno masaa 24. Tenga muda wa kuzungumza na Mungu. Tenga muda Bwana aseme nawe kwa njia ya neno lake. Biblia unayo? Tatizo lako ni kwamba umekalia fashion, ndo shida yako wewe. Nguo mpya ikatizi. Biblia hauna, ila kila fashion inayotoka unayo. Siketi nzuri ikitoka ya fashion unayo. Kiatu kikitoka hutaki kuishua rangi ya kiatu. Kila rangi ya kiatu unayo. Chekundu unacho, cheusi unacho. Fashion yoyote unayo. Lakini huna Biblia nyumbani. Kila suti unayo. Ni kweli, lakini Biblia huna. Na kama unayo, umefanikiwa kuinunua Biblia unayo, lakini hausomi. Unasema muda hauna. Muda hauna. Sasa unakosa muda na Mungu mwenye uzima. Hebu jiulize hata wewe. Yaani muda na Mungu anayekupa uzima huna wa kumtumikia, wa kusikiliza sauti yake. Halafu eti unaenda kwenye maombi unamuomba. Hivi kweli inakuja akilini hiyo? Mungu akusaidie. Na Mungu atusaidie tuweze kupata muda wa kukaa ili Mungu aseme nasi. Na sisi tuseme naye. Mungu akutie nguvu. Baba mwema, Mungu mtakatifu wa mbinguni, ninakukaribisha katika maisha yangu ukatawale. Ninaomba roho ya msikilizaji na mtazamaji wangu umpatie nafasi katika moyo wako. Mpatie Yesu nafasi katika moyo wako, ili aingie afanye mapinduzi. Ni kweli kuna jambo unalipitia gumu, lakini ni rahisi tu. Muamini Yesu. Maana anasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kaa upande wake, maana ameshinda. Bwana akushindie. Bwana akuongoze. Bwana akushindie. Bwana akuongoze. Akuwezeshe kulisoma neno lake. Maana uhai wako ameushikilia yeye. Unaposema huna muda, ni sawa na unamtukana. Maana muda ni wa kwake. Sasa unasema huna muda wakati unaishi. Au unataka kunyang'anya muda tena huo unaoishi. Muda unao, ila umeutoa kwa vitu vingine vya kidunia. Umemwacha aliyekupa muda. Geuka, mrudie yeye. Asante Baba kwa neema yako. Tujalie kusikia sauti yako unaposema nasi. Kwa jina la Yesu, amina. Mungu akubariki sana.